Semaji, assalamu alaikum ndugu yangu. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Mambo mazuri kabisa. Mambo mazuri. Kielewa cha Dar es Salaam kimekuchukua hichi Hapana. Vitu vyangu hivi. Ingia kutwa nzima ndani ndio umetoka saa hizi. Tangu mchana tulikuwa tunapambana kupambania ushindi hapa na pale. Sawa, semaji, hapo kwenye kupambania ushindi, hebu tueleze tangu siku ya mwisho watu timu wameiona pale Zanzibar hadi leo kuelekea siku ya kesho, kwa maana mchezo mkubwa wa nchi na mchezo mkubwa wa Afrika. Maandalizi kiujumla, mchezaji mmoja mmoja, kikosi kinaendeleaje, kama kuna taarifa ya mwenye shida ambaye anaweza kukosekana na mambo yote ambayo yanahusiana na mchezo wa kesho. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwanza kufika siku ya leo tukiwa tumebakiwa na saa chache kuelekea katika siku yetu ya mchezo wetu wa Kariakoo Derby. Kila kitu kwa upande wetu Simba Sports kinakwenda vizuri, na sasa kama ambavyo nashuhudia wachezaji wetu wako katika uwanja huu wa Meja Jenerali Samuyo kwa ajili ya kufanya mazoezi yetu ya mwisho kuelekea katika mchezo wetu dhidi ya watani wetu. Na mapema jioni ya leo wapinzani wetu wamefanya mazoezi hapa katika uwanja huu. Mambo yamekwenda vizuri kwa upande wao, na sasa ni zamu ya mnyama. Baada hapo tunakwenda kupumzika tayari kabisa kwa ajili ya kesho, ambayo ndio siku ya hukumu. Kesho ndio siku ya kukata mzizi wa fitna. Kesho ndio siku ya mwenye timu bora kupata matokeo bora. Vipi maendeleo na hali ya Nixon Kibabage na wachezaji waliopata changamoto kwenye mechi iliyopita? Nadhani wanaonekana clear hapa. Nixon Kibabage yule kule kwenye mbavu yake ya kushoto anapanda na kushuka kama kawaida, na kama hakuna kilichotokea. Katikati ya dimba pale yupo Yusuf Kagoma kama kawaida, anazima, anachukua, anaondoka, anaachia. Kulia huku yuko Aneset Oura kama kawaida, anafanya chenga zake za kama anaubetua, alafu anapita kwenye katikati ya mapaja, anakwenda kufanya balaa kubwa. Kwa hiyo wachezaji wote ambao walipata changamoto ya afya katika mechi iliyopita, wote wako timamu, wote wako tayari, wote wako vizuri. Kwenye eneo la maandalizi, timu yetu ulivyoiona, hali na morali ipo tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho? Morali ipo kwa asilimia kubwa sana. Kama asilimia zinapita 100, basi morali ya wachezaji wetu kuelekea katika mchezo huo upo kwa asilimia 100. Ile momentum, ile morali, ile confidence ambayo tumeipata pale visiwani Zanzibar kwenye fainali ya Kombe la Muungano imewaongezea kitu chanya kuelekea katika mchezo wetu wa kesho. Wameona ni kwa namna gani mashabiki wa Simba walikuwa na shauku kubwa na ushindi katika mechi ya dabi. Wameona namna ambavyo watu wamefurahi, namna ambavyo watu wameenjoy kwa ushindi ambao tumeupata. Sasa na ujumbe ambao wamekuwa wakiwapelekea wachezaji wetu ni kwamba tunashukuru kwa hiki ambacho mmetufanyia hapa Zanzibar, lakini tunataka tuwashukuru zaidi kwa kazi kubwa ambayo natakiwa muifanye katika mechi ya tarehe 3. Kwa mfano, nitakusomea ujumbe mmoja ambao amenitumia Profesa Janabi. Kanambia fanya hima wafikie wachezaji, na huo ndio ujumbe wa kila shabiki wa Simba. Hapa anasema niwaambie wachezaji. Ngoja tuambie kwanza Profesa Janabi ndio nani? Pengine mtu amjui. Profesa Janabi cheo chake cha kinchi au tupitishe tu. Profesa Janabi alikuwa mjumbe wa bodi ya wakurugenzi ya Simba Sports Club, lakini alikuwa mkurugenzi wa hospitali ya taifa ya Muhimbili, mkurugenzi wa taasisi ya moyo JKCI, na sasa hivi ndio mshauri wa masuala ya kiafya wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Ni mtu mzito. Sasa umeona sasa hapa tupo ujumbe wake. Mtu mzito kanitumia message. Mtu mzito kanitumia message tumetumwa. Mbona unataka kukubali hiyo message tu? Kanitumia message. Anasema Profesa Janabi kuwaambia wachezaji wa Simba
hongera kwa ushindi wa Zanzibar. Mashabiki wenu tupo kwenye furaha kubwa, na furaha hiyo iko mikononi mwetu. Yani mwetu ni wachezaji. Tukishinda tena kesho, tutawapa sababu nyingine ya kusherehekea. Kila mechi ni historia na kila ushindi ni heshima kwa jezi tunayoivaa. Yani hapa Profesa Janabi amesimama mbele ya wachezaji wa Simba, anawapa huu ujumbe. Unasema hivi, naulia tena kwa msisitizo. Hongera kwa ushindi Zanzibar. Mashabiki wetu wapo kwenye furaha kubwa, na furaha hiyo iko mikononi mwetu. Tukishinda tena kesho, tutawapa sababu nyingine ya kusherehekea. Kila mechi ni historia na kila ushindi ni heshima kwa jezi tunayoivaa. Naendelea kumnukuu Profesa Janabi. Timu bora, tumeanza vizuri, sasa tuendelee vizuri. Timu bora haishindi mara moja tu, inashinda tena na tena. Kesho ni nafasi yetu ya kuthibitisha hilo. Tuwape mashabiki wetu zawadi ya ushindi mwingine. Janabi amemalizia hapo. Janabi mwanachama wa Simba. Umeona ujumbe ulivyokuwa mzito huo? Kwanza mtu mwenyewe kaka, ujumbe wa kiprofesa huo, faili kubwa. Ujumbe unatakiwa wafikie wachezaji wa Simba, na anasema ningekuwa Dar es Salaam ndio ningetoa ujumbe huu. Yani angesimama mbele ya kina Kapombe na akawapa ujumbe mfupi tu ya kwamba tumwafurahisha mashabiki wetu Zanzibar, tuwafurahishe na Dar es Salaam. Timu bora haishindi mara moja tu, inashinda tena na tena. Twendeni tukashinde na kesho. Na kila mechi ina historia wake na kila ushindi una heshima yake. Profesa Janabi. Kwa hiyo na huu ndio ujumbe wa mashabiki wote wa Simba, ya kwamba tunashukuru kwa kazi nzuri ya Zanzibar, lakini nendeni mkafanye tena kazi nyingine. Nini maana yake? Ni kwamba ushindi wa Zanzibar hautoshi, tunahitaji ushindi mwingine kesho. Sawa semaji, tumalizie hapa walau kwako wewe utupitisha kidogo. Kesho ni mechi ya namna gani wewe unavyoiona? Kwanza lazima tukiri ya kwamba ni mechi ngumu. Kama kuna yeyote atakwambia ni mechi nyepesi, huyu lazima atakuwa punguani. Mechi hii lazima tutambue ya kwamba ni mechi ngumu. Ni mechi very tough. Ni mechi ya kihistoria, ni mechi ambayo inabeba kila kitu. Ni mechi ambayo hapa napozungumza nawe kuna watu hivi sasa hawali, hawanywi, hawana raha, hawana furaha kwa sababu ya hii mechi. Ni mechi ngumu. Sisi Simba Sports tuna timu nzuri, lakini hatuwezi kusema 100% ya kwamba tuna uhakika wa kupata ushindi kesho. Tunachoweza kuahidi mashabiki wetu ni kwamba viongozi, na kama watapata nafasi ya kuonesha mashabiki wetu namna viongozi wote wa Simba Sports Club wako hapa Meja Isamuhyo, na hawajaanzia hapa, wameanzia kambini pale Mbweni. Maana yake ni kwamba viongozi wako serious. Hatutafumba lepe la jicho mpaka tumalize mechi hii, na tena tumalize kwa ushindi. Kwa upande wa viongozi tuko kwenye level hiyo ya userious, na kwa wachezaji ni hivyo hivyo. Tunachoweza kuahidi mashabiki wetu ni kwamba tutakwenda kujitoa, tutakwenda kujituma, tutakwenda kupambana, tutakwenda kutoa nafsi zetu na roho zetu. Unajua hali na mali. Sasa viongozi wanatoa mali ili timu ishinde, wachezaji wanatoa hali. Kwa hali na wanatoa hali. Kwa hali na mali kesho vinakwenda kupambana pamoja kuisaidia Simba ipate ushindi. Mimi naamini kwa nikitazama taswira za wachezaji wetu, nikiangalia nyuso za viongozi wetu, na muona mnyama akipata matokeo mazuri kesho kwa mapenzi yake Jalla Jalal. Inshallah. Inshallah. Sawa sema. Tuzungumze pia na mashabiki, walau tupitishe zoezi la tiketi linaendeleaje,
mauzo hadi hivi sasa kuamkia au kuelekea siku hiyo ya mchezo, na vyote vinahusu mashabiki. Pengine tuje mapema au tusikilizie, tuje saa 12, tiketi pengine wakatupisha nao katika hilo eneo. Hadi sasa hivi nini ambacho kinaendelea? Mauzo yanakwenda vizuri. So far mzunguko imemalizika, na tukiwa hapa uwanjani kwa watu wako serious. Mpeli basi geye apige kona ushindi. Mzunguko, tunaposema mzunguko ni haya majukwaa ya nyuma ya goli. Hawa ni wale watu waliolipa shilingi 15,000. Kwa maana magoli yote mawili kule 15,000 na huku ni 15,000. Hayo ndiyo maeneo ya mzunguko. Shilingi 30,000 ni lile jukwaa la kule linaotuangalia huku ambalo ni VIP B. Ili ndo shilingi 30,000. Alafu jukwaa hili ambalo tunatazamana nalo hapa hivi, ambalo ni ile njia ya dressing rooms. Hili ndiyo jukwaa la VIP A ambalo ni shilingi 50,000. Kwa kama umelipa shilingi 50,000, manake wewe utakaa huku. Kama umelipa 15,000 mzunguko, wewe utakaa kule, na kama umelipa shilingi 30,000 utakaa upande wa pili wa uwanja. Hiyo ndo structure ya uwanja wetu hapa, na mzunguko imemalizika. VIP A muda wowote kuanzia sasa inakata. Alafu kesho asubuhi nadhani naiona VIP B sio sehemu kubwa sana, nayo hadi kufika majira saa 3 saa 4 tunakuwa tumeshafunga ukurasa. Mpango mzima wa uuzaji na ununuaji wa tiketi utakuwa umeishia hapa. Tuje mapema au tuje karibia na muda wa mechi? Tuje mapema, kwa sababu uwanja ni mpya kwenye dabi. Benjamin Mkapa inajulikana nani anakaa wapi. Kwa huu uwanja ni mpya. Kwa hiyo ni vema tukaje mapema ili kila mtu ajue anakaa sehemu gani jukwaa la timu yake. Sawa sema, kumekuwa na maneno, pengine watu wanauliza, wana Simba pengine wana mashaka waliokuwa njiani wanaopanga kuja kesho, na pengine kuna mtu ana mpango wake kutaka kuja uwanjani kuhusiana na mazingira ya uwanja. Kuna baadhi ya viklipu pia vinazunguka vinatembea, unaonekana uwanja haupo kwenye mazingira mazuri kuchezwa mchezo huu wa dabi hapo kesho. Kama kamera zitaonesha vizuri, saa 12 kamili jioni ya leo watani wetu wamefanya mazoezi katika uwanja huu. Wamemaliza wao saa 12 mpaka saa 1. Simba Sports Club tumeingia uwanjani kufanya mazoezi, na hiyo ndiyo hali halisi ya uwanja. Hata kiatu cha mchezaji hakina matope. Nadhani Mringo anaweza akaonesha vizuri. Nini nataka kusema ya kwamba uwanja upo katika hali nzuri. Kilichofanyika kwa kutumia wahuni wachache ni kwamba wamepita katika maeneo ya pembezoni mwa uwanja na kutafuta sehemu ambazo hazichezewi mpira. Yani sio sehemu ya pitch moja kwa moja, na kwenda kuonesha udhaifu wa huu uwanja. Eneo la kuchezea kwa maana ya eneo la pitch. Na hapa timu mbili zimefanya mazoezi, kumbuka, na kwa interval ya dakika chache tu. Yani katoka yeye, uwanja haujapumua vizuri, tumeingia sisi na uwanja upo katika hali nzuri. Nadhani picha zinajieleza. Of course mvua kubwa imenyesha hii leo Dar es Salaam, lakini bado uwanja upo katika hali nzuri ambayo inaruhusu mechi kuchezewa. Mimi niwaambie kwanza watani wasitafute visababu. Hakuna kinachoweza kubadilika. Waje tutoane damu hapa. Timu bora itashinda. Lakini vile mashabiki wasiingiwe na wasiwasi kwa kupitia watu wenye nia ovu ya kutaka kuitukanisha dabi yetu na kutaka kutukanisha uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Uwanja uko tayari, uwanja uko vizuri, na uwanja
uko tayari kwa ajili ya mechi kubwa, na lazima tulipongeze Jeshi la Kujenga Taifa JKT, ambao ndio wamiliki wa uwanja huu. Wamefanya kazi kubwa sana kwenye kuhakikisha kwamba majukwaa yanakuwa vizuri, lakini sehemu ya kuchezea inakuwa kwenye ubora wake wa hali ya juu kweli. Kama kuna madhaifu yatakuwepo ni madogo sana, lakini kwa 99.9% uwanja wa Meja Jenerali Samuyo uko tayari kwa ajili ya mchezo. Na mimi nisingetaka kuzungumza sana, nilikuwa nataka picha zionekane. Hapa wachezaji wanamalizia mazoezi hivi sasa, lakini tazama namna ambavyo hiyo si Rushine, au tupasiane sisi watu waone hapa. Kiatu chake umekiona vizuri, inaonekana kile pale, hata topi akina. Na Rushine si ndo mweupe? Na umeona jezi yake pale, ameshaanguka sana pale chini, lakini yuko mcute. Nikupasie pale mpira uonekane. Sasa watu wako mazoezini hapa. Umeona bana? Kwa hiyo niwaambie tu watu ya kwamba uwanja uko tayari na wala wasiingiwe na hofu. Tuko tayari kwa ajili ya kuwakaribisha wageni wetu katika mchezo wa kesho. Sawa, kiujumla maandalizi yote yapo tayari kuelekea siku ya mchezo wenyewe. 100%. Kikubwa ni kumwomba tu Mwenyezi Mungu atuamshe salama sisi wana Simba, na awamshe salama vijana wetu tayari kwa ajili ya kuipigania nembo ya Simba Sports. Sawa, mimi nimemaliza, lakini walau kama liko ndani ya uwezo wako, hivi nini kinazungumza ndani ya moyo wako timu ngeni inapokwenda kufanya mazoezi kwa timu kwenye uwanja wa mechi siku moja kabla ya mchezo, haswa mchezo huu wa dabi? Kwa mara ya kwanza dabi inachezwa hapa, sisi wenyeji, mtane imekuja. Nini kinazungumza? Mabadiliko makubwa ya mpira wetu, na mabadiliko haya yameletwa na Simba Sports Club. Kwa nini? Wakati mara ya kwanza Simba tunataka kuishi kanuni ya mpira wa miguu ya kidunia. Simba tulitaka kwenda kufanya mazoezi katika uwanja wa mechi Benjamin Mkapa. Washamba wachache sana wakasema hilo jambo halijawahi kutokea, hicho kitu hakiwezekani. Simba ni wakorofi, hilo jambo halipo, hilo jambo haliwezekani. Tukasimamia kanuni. Bahati mbaya sana ni kwamba haikufuatwa sheria yake sawa, yakatokea yale yaliyotokea. Lakini kama sheria ingefuatwa sawa, Simba tunakwenda ku practice kanuni. Tunataka kufanya wanavyofanya watu wote wanaocheza mpira duniani, alafu washamba wachache wanatuzuia. Manake Simba wale watu walikuwa wanaadhibiwa, Simba tunapewa ushindi wetu pale, na tabia hiyo ingekomea hapo na heshima ingekuwa imesimama. Yakapita mambo mengi hapo na masiasa yakaingia ndani yake, lakini haki ikaja kushinda. Leo hii Simba tuko Meja Samuyo kama wenyeji, na mgeni amekuja hapa amefanya mazoezi salama salmin, kamaliza kaondoka. Vizuri kabisa. Mapinduzi haya tumeyafanya Simba Sports Club. Nimemaliza. Asante sana.